Ndani ya chama cha ODM, mambo si shwari tena. Kauli nzito kutoka kwa Oburu Odinga zimewaacha wafuasi wa Edwin Sifuna hoi, wakijiuliza maswali mazito kuhusu uongozi wa chama chao. Je, ni kweli kwamba hata Raila Odinga hakuwahi kuridhishwa na mwenendo wa Sifuna? Na kama ni kweli, hii ina maana gani kwa mustakabali wa ODM? Usiondoke. Karibu ndani ya Moto TV Kenya, mahali ambapo tunakuletea habari moto moto kwa kina, bila kuficha wala kupaka sukari. Naitwa Ogaro Brian Osoro, na leo tunaingia ndani kabisa mgogoro unaotikisa chama cha ODM. Mgogoro ambao sasa umeanza kuanikwa hadharani kwa maneno makali kutoka kwa viongozi wakuu wa chama hicho. Kabla hatujaingia ndani kabisa ya habari hizi moto, hakikisha umesubscribe, like na follow Moto TV Kenya. Hii ndiyo platform ya wale wanaotaka kuelewa siasa, sio kusikia headlines tu. Moto ulianza kuwaka baada ya kauli ya moja kwa moja kutoka kwa Oburu Odinga, aliyekuwa akizungumza kwenye kipindi cha Checkmate kinachorushwa na Hot 96. Katika mahojiano hayo, Oburu alichagua kutoficha hisia zake, akimlenga moja kwa moja Edwin Sifuna, moja ya sauti zinazosikika sana ndani ya ODM. Katika kauli yake, Oburu alisisitiza wazi kuwa hakuna sababu ya viongozi wa chama kumuinamia au kumchukulia Sifuna kama mtu asiyeweza kuhojiwa. Alisema kwa msisitizo kuwa Sifuna si papa, na hata papa mwenyewe anainamiwa na watu, lakini hilo halimfanyi awe juu ya mfumo. Kwa mantiki hiyo, Oburu aliweka wazi kwamba Sifuna kama kiongozi mwingine yeyote ndani ya ODM anaweza kuondolewa iwapo chama kitaona inafaa. Kauli hii haikuja kwenye utupu. Kwa muda sasa kumekuwa na dalili za mvutano wa ndani ya ODM, hasa kuhusu mwelekeo wa chama na namna baadhi ya viongozi wanavyotoa kauli hadharani. Sifuna, ambaye ni seneta wa Nairobi na mmoja wa viongozi wanaojitokeza sana kwenye majukwaa ya kisiasa na vyombo vya habari, ameonekana mara kadhaa kutoa kauli zinazotafsiriwa kuwa msimamo binafsi badala ya msimamo wa chama. Hapa ndipo mgongano unaanza kuonekana wazi. Kwa upande mmoja, kuna viongozi wanaoamini kuwa nidhamu ya chama lazima iheshimiwe na kwamba kauli zote zinapaswa kuakisi msimamo wa pamoja. Kwa upande mwingine, kuna mtazamo kwamba chama kinahitaji viongozi wanaoweza kusema ukweli bila kuogopa, hata kama ukweli huo haupendezi kila mtu. Katika muktadha huu, Sifuna ameonekana kama mtu anayesimama katikati ya mvutano huo. Wafuasi wake wanamuona kama kiongozi jasiri anayesimama kwa misingi, lakini wakosoaji wake wanaona kama mtu anayevuka mipaka ya nidhamu ya chama. Kilichoongeza uzito wa mjadala huu ni namna jina la hayati Raila Odinga limeanza kuhusishwa. Kauli za Oburu zinatafsiriwa na wengi kama ishara kwamba hata uongozi wa juu wa zaidi ya ODM ulikuwa na mashaka kuhusu mwenendo wa Sifuna. Hii inaleta dimension mpya kabisa mjadala, kwa sababu Raila bado ana ushawishi mkubwa sana kisiasa na kihisia miongoni mwa wafuasi wa ODM, mbali na kwamba hayupo tena nasi kwenye mwili. Hivyo basi, kuhusisha jina lake katika mjadala huu si jambo ndogo hilo. Ni kauli inayoweza kubadilisha namna wanachama wanavyochukulia uhalali wa Sifuna ndani ya chama. Tukiangalia kwa jicho la ndani, hii si tu vita ya maneno, ni mapambano ya nguvu. Ni mapambano ya nani anaamua mwelekeo wa ODM katika kipindi hiki ambacho chama kinaonekana kupita kwenye hatua ya mpito. Baada ya miaka mingi ya uongozi wa Raila Odinga, ODM sasa inajikuta katika hali ya kutafuta usawa mpya. Hakuna sauti moja inayotawala kama zamani, na hiyo imefungua mlango kwa viongozi mbalimbali kujitokeza na mitazamo tofauti. Katika mazingira kama haya, migogoro ni kitu cha kawaida, lakini kinachofanya hali ya sasa kuwa tofauti ni kwamba mgogoro huu umefika hadharani. Maneno ambayo zamani yangesema kwa siri sasa yanasema kwenye redio, mbele ya taifa zima, kwenye social media na kwengineko. Kauli ya Sifuna si papa ina uzito mkubwa wa kisiasa. Ni kauli inayolenga kuvunja dhana ya kwamba kuna viongozi wanaogusika. Ni njia ya kurejesha mamlaka kwa mfumo wa chama badala ya mtu mmoja. Lakini pia inaweza kuwa ishara ya hatua inayokuja. Katika siasa, mara nyingi kauli kama hizi
huwa ni maandalizi ya mabadiliko makubwa, iwe ni kuondolewa kwa mtu au kupunguzwa kwa ushawishi wake. Swali muhimu hapa ni je, Sifuna ataweza kusimama dhidi ya presha hii au ataamua kubadilisha msimamo wake ili kuendana na matarajio ya uongozi wa juu? Kwa sasa jambo moja li wazi, ndani ya ODM kuna mvutano ambao hauwezi kupuuzwa tena. Kauli ya Oburu Odinga imefungua ukurasa mpya wa mjadala kuhusu uongozi, nidhamu na mustakabali wa chama hicho. Je, Edwin Sifuna ataendelea kuwa sauti huru ndani ya ODM au mfumo wa chama utaamua kumrudisha kwenye mstari au hata kumwondoa kabisa? Haya ni maswali ambayo yatapata majibu katika siku zijazo, lakini kwa sasa moto unaendelea kuwaka. Hii ni Moto TV Kenya, mahali ambapo tunachambua siasa kwa kina na bila woga. Naitwa Ogaro Brian Osoro na hiyo ndiyo habari moto ya sasa. Kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na hata kushare. Don't forget to turn on notifications ili kupata habari zote pamoja na makala na mengineyo pindi tunapoposti.